bora Tanzania kwa sababu tumecheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa wala una haja wewe nimechukua kombe gani, nimechukua kombe gani, hivyo sio vigezo. Sasa ustake wewe upewe hiyo tuzo wakati wenye tuzo zenyewe wameweka vigezo. Kama unataka anzisha tuzo yako, weka vigezo vyako unavyovitaka wewe, alafu nenda kashinde. Lakini tuzo ya BMT ina standard yake, ina vigezo vyake. Na kwa nini BMT wameweka hivi? Ninavyofikiri mimi, kwa sababu kwenye levu ya kimataifa ndipo unapata ushindani halisi. Kwenye levu ya kimataifa ndiko unapata kipimo halisi. Kwenye levu ya kimataifa ndiyo maji na mafuta yanajitenga kwenye levu ya kimataifa. Ndio maana BMT wakaona bora waweke hicho kuwa ndiyo kigezo. Wangesema waweke vigezo vya ndani huko. Kwa mfano kwenye riadha, kuna riadha ngapi? Kuna riadha kibao. Sijui Tabata marathon, Goba marathon, Selu marathon, sijui NBC marathon, sijui nini marathon. Zote hizo zina washindi. Kwa hao wote huko waje wawanie tuzo, itakuwa ni vurumai. Ngumi watu wanapigana kila siku. Ukienda DDC Keko kuna ngumi. Ukienda DDC sijui wapi kuna ngumi. Ukienda sijui Friends Corner kuna ngumi. Sasa hao wote hao waje wagombanie tuzo, inakuwa ni changamoto. Lakini ukija kwenye mpira wa miguu hapa ndani, ushindani mkubwa upo, lakini haupati ile ladha halisi ya kumpa mtu tuzo. Sababu kuna watu wengine wanatia mashaka. Kwa mfano msimu huu tu timu inachukua ubingwa kwa mfano, lakini ukiangalia orodha ya waamuzi ambao wamefungiwa kwa sababu ya kuipendelea hiyo timu ni wengi. Sasa unachukuaje hicho kigezo cha kumfanya huyu kuwa klabu bora Tanzania? Sijui umeelewa? Bado hapo hujakuja kuangalia wakina Singida, sijui wakina Pamba, sijui wakina nani. Kwa BMT wanaona hii haiwezi kuwa nini? Haiwezi kuwa kipimo. Kipimo ni kwenye international level, ambao Simba kwenye international level wamefanya vizuri kwa mwaka husika. Mimi nakwambia msimu unaokuja wa tuzo hii sio Simba, sio Yanga, sio Singida, sio Azam, wote hatustahili kupata hii tuzo kwa sababu hatujafanya vizuri kwenye ngazi ya kimataifa. Kwa msimu ujao wote hatumo. Lakini Yanga amepata nane. Umeishia group stage. Haya, Azam ana alama 9. Lakini umeishia group stage. Umeishia msimu unaokuja. Klabu inayostahili kushinda ni Dar City ya kikapu, ambayo mpaka sasa Dar City imeshafuzu kucheza fainali ya ligi ya kikapu Afrika. Kwa mpaka sasa unaona kabisa msimu unaokuja sio sisi, sio wale, hatustahili ile tuzo. Anaostahili ni Dar City. Na mimi ni waombe BMT wasilegeze masharti yao, kwa sababu kuna makelele ya watu wanapiga hapa mwakani wakataka kubalance. Anastahili kupewa msimu unaokuja. Sisi wote hatustahili kwa sababu kwenye level ya kimataifa tumeishia hatua ya makundi, lakini kuna klabu imefanya vizuri ya Dar City, anastahili huyo kupewa. Swali jingine, Chama mshampa Kabila? Chama nimeandika sana na timu yetu. Tunachoangalia ni improvement ya timu yetu, na timu yetu bila shaka ime improve pakubwa sana. Hiyo peke yake sisi ni ubingwa wetu mkubwa na unaturidhisha pakubwa sana kwa maendeleo haya. Leo hii unaona timu inaanza, alafu kwenye warm up ananyanyuka Mpanzu, ananyanyuka Luemba, ananyanyuka Oura. Unaona kabisa kuna hatari kubwa na Prison tumwafunga kwa hofu, tunajua sababu dakika 20 ilikuwa bila. Wakati ile bila ikabidi Steven Becker anyanyue hao watu. Sio kama walikuwa anaingia ni kuatisha tu Prison ya kwamba kuna maafa, kumbe anakuja bora tufungwe. So unaonaga Korea Kusini huwa anatoa vifaru vyake anazungusha tu wow. Ndicho ambacho amekifanya leo. Kwa hiyo sisi tumeridhika na timu yetu. Tunaendelea kuiboresha kidogo na tunaamini msimu huu hata kama tutamaliza patupu
kwenye ligi kuu ya NBC, lakini tuna ujasiri ya kusema kwamba tuna timu ya kwenda kushindana vilivyo msimu unaokuja. Semaji, unaweza kalizungumzia ili kama utawiwa ili swala la kwanza goli la Chama ambalo amelifunga hii leo. Kwanza tuombe radhi FIFA. Tayari walikuwa wameshaanza mchakato wa kulichukua goli letu na kuliingiza kwenye kinyang'anyiro cha goli bora la dunia la mwaka 2026. Tunawaomba wasubiri kidogo, kwa sababu kuna goli jingine zuri limefungwa hii leo na yule Mwamba Lusaka. Sasa wasiwe na haraka ya kufanya maamuzi, watakosa vitu vizuri. Mengi mazuri yanakuja, na Chama ameamua kufanya huo ubaya. Kwa hiyo leo tena hii leo amefunga goli jingine zuri. Kipa alikuja akaichop ikaingia kunyavu. Magoli kama yale yanafungwa na wataalamu tu pekee, magoli kama yale. Alafu nimeanza kuona wanamlinganisha Chama na katoto kao. Ikiwa hauna UCI sugu. Ananyinyi mmeona sasa, mbona mnulizi? Nyinyi waandishi mkoje mnulizi maswali kama hayo? Mbona mniulizi hilo swali mpaka nimetengeneza mwenyewe? Mnanichelewesha swali hilo. Kama haistahili kufananishwa naye. Wanamlinganisha na kumfananisha Okello na Mwamba Lusaka Clatous Chota Chama. Kwanza inaruhusiwa kumfananisha Okello na Chama, inaruhusiwa, lakini kumfananisha Chama na Okello, hiyo ndio dhambi kubwa, na adhabu yake ni kunyongwa, tena hadharani, na mwili wako unatakiwa uburuzwe barabarani jiji zima la Dar es Salaam, kisha ukatupwe kwenye asidi, usibaki hata ushahidi. Kumfananisha Chama na Okello, kuna tofauti gani hapo kufananisha Okello? A very good question Jadu. Kumfananisha Okello na Chama ni kujitamanisha, ni kumtamanisha mchezaji wenu ya kwamba anafanana na Chama. That's allowed kabisa. Yani hiyo inaruhusiwa bila mashaka yote. Yani kujilinganisha, kujifananisha, kutamani kile kiwango cha Chama, unaruhusiwa, hiyo haina mashaka hata kidogo, kwa sababu Chama ndiyo standard ya mpira wa Tanzania. Chama ndiyo climax ya mpira wa Tanzania. Kwa hiyo kila mtu anaruhusiwa kujifananisha na Chama, yani hiyo inaruhusiwa bila mashaka ya aina yoyote, lakini ni kosa kubwa la adhabu ya kifo kumfananisha Chama na watu wengine wa hapa katika ligi ya Tanzania. Hiyo dhambi yake haisameheki. Kwa hiyo wao ni ruksa kuendelea kujitamanisha, kuendelea kujifananisha, kuendelea kujikurubisha. Unajua mimi naweza nikajifananisha na Mohamed Dewji, inaruhusiwa kabisa, lakini Mohamed Dewji kufananishwa mimi, yani Mohamed Dewji kujifananisha na mimi, ndio kitu ambavyo are we together? Hapo kuna wafadhali, ni kama tunaelewa mnaelewa kwamba Chama kumfananisha na Okello ni dhambi. Chama kumfananisha na Okello. Wewe ndo nitakuwa kwanza kukuchinja. Wewe ndo nitakuwa kwanza kukuchinja. Hebu hilo ndio jibu. Haujaelewa. Tunataka tuelewe. Okello kumfananisha na Chama inaruhusiwa, sababu Okello ni kijana mdogo. Ni kijana mdogo. Hiki kiwango alichokuwa nacho hicho Chama alikuwa nacho miaka 10 nyuma. Ilikuwa ni mwaka 2016 Chama ndo anaingia Tanzania, ndo alikuwa na kiwango hiko ambacho wanamuona nacho mtoto wao, hilo miaka 10 nyuma. Hivi sasa Chama unamlinganisha na watu kama wakina Michael Olise, sio bongo tena, wa Bayern Munich. Au ni kurudisha nyuma kidogo, kiwango cha Chama hivi sasa ni kama cha mtu anaitwa Zinedine Zidane. Kiwango cha Chama hivi sasa ni kama alichokuwa nacho Ronaldinho Gaucho, namba 10 hapo tunazungumzia hapo. Kiwango cha Chama hivi sasa kama cha mtu anaitwa Mesut Ozil. Unanielewa Jadu? Huyo ndo Chama unamfananisha na watu hao. Chama kwa lugha nyepesi, Chama hivi sasa unamfananisha na Bruno Fernandes.
Usimfananishe Chama na watoto wadogo. Kuna sauti nyingi, lakini si zote zinasikika. Lakini kuna sehemu moja ambapo kila sauti ina thamani. Hapo ndipo ilipo Global TV, sauti ya wanyonge, mtetezi wa wasio na pa kusemea. Global TV ni YouTube channel inayopendwa na watu wengi. Una biashara? Chagua platform yenye watu halisi. Tangaza kupitia Global TV. Next level. Chukua hatua sasa.